Leo vilabu vyote vinavyoshiriki ligi, mwenye ligi yake ni nani? Bodi ya ligi. Kwa hiyo mamlaka na amri ya kucheza mpira nani anatoa? Bodi ya ligi. Bodi ya ligi. Mechi ya Simba na Yanga aliahirisha Simba, aliahirisha bodi ya ligi? Bodi ya ligi. Baada bodi ya ligi kuahirisha, umepanga tarehe gani ya mchezo? Juni 15. Unapinga kwa kigezo kipi? Mwenye mpira wake ameshaamua. Sasa hata bunge la jamhuri, nisikilize nisikilize. Wakati wa kwangu mimi kuongea. Sawa. Hata waziri wa michezo mzee Paulo Kagamba Kabudi ameithibitishia Tanzania kupitia bunge la Jamhuri ya Muungano, wakati huo akijibu swali la mheshimiwa yule Mnyamwezi. Ndio. Ndio. Alisema mwenye mpira wake ni TFF pamoja na bodi ya ligi ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ndio maana nakwambia Mwalimu akarudi kwenye katiba ya Yanga, imekiri akatai kwenye katiba ya Yanga ili halipo. Wamesema wako tayari kupokea na kutekeleza maagizo yoyote yanayotolewa na chama cha mpira wa miguu Tanzania, aseme kwenye katiba ya Yanga haipo. Mwalimu Yanga. Mkai, ndio. Wani nisaidie ndugu wangu kuonekana aelewe. Ndio. Katiba ya Yanga imesema itapokea maagizo halali, sio maagizo ya kiuni. Sikiliza, hapa tunapinga maagizo ya kiuni. Simba alitoa maagizo halali ya kushiriki mechi tarehe 8 Machi, hakuja uwanjani. Yanga imepeleka malalamiko yake wa mashtaki bodi ya ligi, wa mashtaki Simba na pamoja na TFF ambao walivunja kanuni. Hapa tunasimamia kanuni halali, sio kanuni za kiuni. Kwa maana yake Kisugu anakubaliana na mimi kuwa mzee mzetu alisema yeye anashughulika ya mambo kwa kutumia busara na sio kanuni. Ndio maana Watanzania wanauliza ni kanuni zipi? Nimekusomea kanuni wewe kuelewa. Hili ambayo anasema kanuni halali. Nimekusomea kanuni ya 27 ibara ya 6 kasome kanuni. Sababu ya ligi inasemaje? Nenda kasome katiba chepo ibara ya 64 inasemaje? Tatizo hapa ni shule. Hapa ni shule ndio muhimu. Sasa tunataka kitu kimoja. Tunataka huu mjadala. Naam. Kwa afya kwa jamii yetu. Hilo onekane kama Yanga kweli waligomea hiyo mechi. Ndio. Sisi tarehe 8 Machi tulienda Benjamin Mkapa na wachezaji wakafanya mazoezi, mashabiki wakafanya mazoezi kushangilia pamoja na waandishi wa habari walikuwepo. Ungwana wa Yanga baada ya tarehe 8 Machi wakasema hao wamekimbia Benjamin Mkapa, tunachukua gari kuu tenki na mafuta tukaenda Bunju. Na mwalimu nisikilize. Subiri kwanza, nisikilize na mimi. Nisikilize kidogo mkae sawa. Subiri bwana. Nisikilize mimi. Nisikilizeni kwanza mimi. Sasa Kisugu. Naam. Simba wao katika yale ambayo wameandika wanasema mpaka uwajibikaji uchukue nafasi. Naam. Lakini mpaka hivi sasa hakuna watu waliowajibishwa na nyie Simba mnataka kupeleka timu uwanjani. Lakini pia katika barua ya bodi ya ligi taarifa yao ilibainisha kwamba uchunguzi unaendelea. Sasa kwa nini mechi ipangwe ichezwe ingali uchunguzi bado haujakamilika? Mkai, umeuliza swali zuri sana. Kwanza nikupongeza kwa kuuliza swali zuri. Ndio. Unapozungumzia swala la uchunguzi sio swala la tiki fotate. Ndio. Kwa hiyo wakati mamlaka inaendelea na uchunguzi, maana yake kwamba ligi isimame. Sasa ikitokea Mkai, kabla tujakwenda kwenye ikitokea, sikiliza swali langu. Wakati uchunguzi unaendelea, tusimamishe ligi? Sio ligi, ni mechi. Mkai, kwa sababu hoja nimemsikia anazungumza mwalimu alafu anasema shule. Anasema hoja ni uvunjaji wa kanuni, ndivyo sivyo? Kwa maelezo yake Mkai, nani kavunja kanuni? Wewe unaonaje? Kwa maelezo ya mwalimu nani kavunja kanuni? Eti mwalimu. Mkai, mbona hawakimbia? Yaani swala liko hivi Mkai, sikiliza wakati wangu. Msumishe mwalimu mimi niongee kwanza. Sawa. Mkai, msikilize, msumishe mwalimu mimi niongee. Haya, mmoja kwanza. Nisikilizeni sasa. Kisugu malizia, mwalimu Yanga tulia.
Mkai, kwa maelezo ya mwalimu inaonekana kwamba bodi ya ligi ndio imevunja kanuni. Mtu aniyevunja kanuni kimisingi kwa namna moja au nyingine hapaswi kuungwa mkono. Kwa nini na Dodoma Jiji unacheza kwa wale waliovunja kanuni? Kwa Prison unacheza kwa wale waliovunja kanuni. Kwa nini mechi ya Simba utaki? Huyu aliyevunja kanuni unakubali kucheza na mechi ya Prison kwa mvunjifu wa kanuni. Unakubaliana kucheza na Dodoma Jiji kwa mvunjifu wa kanuni. Kwa nini usikubaliane kucheza na Simba kwa mvunjifu wa kanuni? Kwa nini iwe Simba? Okay, malizia mwalimu wangu. Ninapoulia tena kusema sio muhimu. Ni lazima Watanzania waelewe. Yanga haigomei kucheza ligi. Yanga inagomea mchezo 184. Hata Simba walishindwa kupeleka timu katika mchezo 184. Magoli alizungumza akasema, ambao wao wanamwamini, akasema mchezo 184 hautakuwepo na hatutacheza mechi yoyote ya ligi. Hiyo alizungumza Magoli ambao ni mjumbe kamati ya Simba. Sisi Yanga tuligomea mchezo 184 ambao kanuni na taratibu hazikufuatwa. Hatukugomea ligi. Sasa hapo ni shule. Hata Simba iliandika barua tarehe 7 Machi waligomea mechi ya 184 kutoshiriki. Na hata alivyotoa vitisho kuwa watu wakipiwa kwa sababu ya mechi 184. Tunaposema elimu ni muhimu, shule ni muhimu, ndio inakuja hapa. Simba walisema hatacheza mechi yoyote ya ligi baada ya barua tarehe 7 Machi. Simba kucheza mechi ya ligi. Mkai walicheza. Mkai nakuuliza swali mimi. Simba wamecheza. Mkai unaongea na mimi. Ndio. Watanzania wananisikiliza mimi. Mkai nimekuuliza swali. Simba waliandika barua tarehe 7 Machi wakasema hatutashiriki mechi yoyote ya 184. Wakaenda mbali, Magoli akaandika hatutashiriki mechi yoyote ya ligi. Ninakuuliza, baada ya Simba kuandika barua, baada na mjumbe wake kwa tamko, je, Simba kushiriki mechi ya ligi? Wamecheza. Walishiriki. Tafsiri yake maana yake nini? Tulia basi. Tulishiriki. Sikiza salamu nakwambie. Mkai nisikie lakini niongee basi. Sumu, sikiliza. Ninapotia sindano natakiwa utulie. Hapa tunasaidia jamii. Naam. Sasa Kisugu na mwalimu Yanga, naomba Kisugu umalizie, naomba umalizie ili tuhitimishe. Ngoja nisikilize basi. Naam. Kwanza anasema mjumbe wa Simba alisema, alafu anakuja kujenga hoja walicheza au kucheza. Tulicheza kwa sababu tulijua wenye mamlaka wameshatuombea tucheze. Na kwa mujibu wa katiba zetu hatuna namna ya kubishana na wenye mamlaka. Kwa hiyo sisi lazima tucheze. Lakini wao leo walikuwa wanasema barua ya Yanga ipo, wameandika kupitia uongozi wao na wakaitoa kwenye akaunti yao, wakasema hawana imani na bodi ya ligi, wanataka wajiuzuru. Waliandika barua kuandika. Waliandika. Sasa leo wanacheza na Prison wamejiuzuru. Bado hapo. Leo wanakwenda kucheza na Dodoma Jiji wamejiuzuru. Bado hapo. Sasa je, kama bado wapo, je, wanawafundisha nini Watanzania aliyakuwa wao walishasema kwamba hawana imani na bodi ya ligi na wakatamka hadharani kwamba bodi ilijiuzuru? Iweje wanacheza aliyakuwa bodi haijajiuzuru? Sasa mwalimu Yanga na Kisugu nitawaalika studio, sawa? Haya, asante sana. Bwana, mambo hoja hizo.